Hujambo mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Karibu sana ndani ya Zone Media, ambapo leo hii nakuletea uchambuzi wa kina kuhusiana na nchi ya Israel kuweza kumiliki silaha za hatari ambazo pengine zimekuwa ni tishio katika mahasimu wake, lakini vile vile katika mataifa makubwa duniani. Sasa uchambuzi huu unakuja kufuatia uchambuzi uliopita wa silaha hatari za nchi ya Irani, ambapo tuliona kwamba Irani ni moja kati ya taifa ambalo nalo limejinasibu kuwa na silaha za hatari duniani. Lakini vile vile kwa upande sasa wa Israel, leo hii tunakwenda kuchambua silaha moja hadi silaha nyingine. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Israel ni moja ya taifa dogo kwa ukubwa, lakini lina nguvu kubwa ya kijeshi inayozidi hata baadhi ya mataifa makubwa. Licha ya kuwa na teknolojia ya hali ya juu ya silaha za kawaida kama Iron Dome, Israel pia inatajwa kuwa na silaha hatari ambazo zimefichwa na hazijawahi kutangazwa rasmi hadharani, lakini zipo na zina uwezo wa kuleta maangamizi makubwa sana. Vile vile uchambuzi huu unafichua baadhi ya silaha hizo ambazo zimesababisha taifa hilo kuheshimiwa na kuogopwa kimataifa. Moja ya silaha hizo ni silaha za nyuklia. Ingawa Israel haijawahi kuthibitisha wala kukana kuwa na silaha hizo, vyanzo vingi vya kiintelijensia vinakadiria kuwa taifa hilo lina kati ya vichwa vya nyuklia 80 hadi kufikia vichwa 300 vya nyuklia. Kituo cha siri cha nyuklia kinachojulikana kama Dimona kilichopo katika jangwa la Negev kinatajwa kuwa ndio kiini cha utafiti na utengenezaji wa silaha hizi. Silaha hizi zinaweza kurushwa kwa kutumia makombora ya masafa marefu, ndege za kivita na hata kutoka baharini kupitia manowari za kisasa. Kwenye upande wa silaha za nyuklia ni kwamba Israel inakadiriwa kuwa na vichwa kuanzia 80 mpaka 300 vya nyuklia, japo hakuna taarifa za moja kwa moja ambazo zinathibitisha kwamba Israel ina vichwa hivyo. Lakini vile vile kwa makadirio hayo inatokana na kwamba kiburi chake ambacho yuko nacho nchi ya Israel kwenye upande wa masuala ya kijeshi, inakadiriwa kwamba Israel inaweza kuwa na vichwa hivyo vya silaha za nyuklia. Lakini vile vile kiintelijensia, Israel ni moja kati ya mataifa ambayo yanasifika kuwa na nguvu kubwa sana wamewekeza kwenye upande wa intelijensia. Ndio maana kwamba mataifa mengi duniani makubwa yamekuwa yakihofia Israel, taifa kama la Iran. Hata kwenye migogoro mbalimbali, kwenye misuguano ya pale Mashariki ya Kati, Israel bado ameendelea kuonekana kugangamala ili kuweza kupambana katika mizozo hiyo, huku wanajeshi wake wakizidi kutumia teknolojia ambazo yuko nazo. Lakini vile vile hata ukaribu na Marekani kwenye upande wa teknolojia ni kitu ambacho kinaunganisha kwa kiasi kikubwa sana, huku akisema kwamba raia wa Israel wanakadiriwa kuwa na akili za ziada kuliko kawaida kwenye masuala ya kiintelijensia, kwenye masuala ya vita. Katika bahari ya Mediterranean, Israel inamiliki manowari aina Dolphin class ambazo zilitengenezwa kwa msaada wa Ujerumani. Manowari hizi ni za kisasa na zina uwezo wa kubeba na kurusha makombora yenye vichwa vya nyuklia bila kugundulika. Hii inaiwezesha Israel kuwa na kile kinachoitwa second strike capability. Nikizungumzia second strike capability, na maanisha kwamba uwezo wa kujibu mashambulizi hata kama taifa lake litaharibiwa katika shambulio la kwanza. Hili linafanya kuwa kinga ya pekee dhidi ya mataifa adui. Kwenye second strike capability ni kwamba Israel baada ya kuweza kuwa na manowari aina Dolphin class ambazo manowari hizi ni za kisasa kabisa kwenye upande wa masuala ya silaha zao, ambazo manowari hizi zilitengenezwa kwa msaada mkubwa sana wa nchi ya Ujerumani, ambapo manowari hizi ni maalum kabisa kwamba endapo Israel itashambuliwa katika shambulio la kwanza, ina uwezo wa kujibu shambulizi hilo kwa kutokea baharini, kwa sababu nchi ya Israel na bahari ya Mediterranean ni karibu sana, bahari ya Mediterranean na Israel. Kwa hiyo wamewekeza pale hizo manowari zao za kisasa kabisa za Dolphin ambazo ziko hapo kwa ajili ya kuweza kujilinda kwenye mipaka mbalimbali ikiwemo sehemu za baharini. Mbali na manowari, Israel pia ina mifumo ya ulinzi wa anga ambayo ni ya kisasa zaidi duniani. Wakati ulimwengu unafahamu sana mfumo wa Iron Dome, kuna mifumo mingine kama David Sling, lakini kuna mfumo mmoja unaitwa Arrow 2 na Arrow 3. Sasa kwenye David Sling
David String ni mfumo wa ulinzi wa kuweza kudukua makombora, inashughulika zaidi na makombora ya masafa ya kati. Lakini ukizungumzia Arrow 2 na Arrow 3 ambayo huzuia makombora ya masafa marefu, yani makombora yote ambayo yanatumwa kutoka umbali mrefu, basi yataweza kuzuiliwa na mfumo wa ulinzi wa Arrow 2 na Arrow 3. Sasa licha ya David String kuzuia mashambulizi ya masafa ya kati, sasa hii ya Arrow yenyewe inashughulika na masafa marefu. Lakini vile vile kwenye Arrow 2 na Arrow 3 hata makombora ambayo yanatumwa kwa kutumia teknolojia zaidi na zaidi kutoka mataifa ya mbali, lakini vile vile hata zile teknolojia zao za kurusha nyuklia pia, Arrow 2 na Arrow 3 ina uwezo wa kuweza kupambana nayo wakati wowote endapo shambulizi litakuwa limetokea. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani kabisa Israel amejipanga kabisa kuwa na makombora ambayo yanaweza kupambana na kuweza kuzuia maadui wake pindi tu endapo watakuwa wamewashambulia kwa kutumia silaha za hatari, ikiwemo silaha za nyuklia. Silaha nyingine ambayo haionekani machoni lakini ina uwezo mkubwa ni vita ya mtandaoni au cyber warfare. Israel ina kikosi maalum kiitwacho Unity 8200 ambacho kimepewa sifa ya kuwa mojawapo ya vikosi vya juu zaidi vya ujasusi wa kielektroniki duniani. Kikosi hiki kinasemekana kuwa nyuma ya mashambulizi ya virusi vya kompyuta vilivyoharibu mitambo ya nyuklia ya Irani kama vile virusi ya Stuxnet. Kwa njia hii Israel ina uwezo wa kushambulia kwa njia ya kimya, kuzima mawasiliano, kuharibu mitandao ya kijeshi na kusambaratisha mifumo ya adui wake bila risasi hata moja kufyatuliwa. Kuna vita kubwa sana ya kimtandao sasa kwenye masuala ya kijasusi kwa ajili ya kuweza kudukua mawasiliano ya adui yako, lakini vile vile kuweza kugundua kwamba mipango gani ambayo imeweza kupangwa kwa ajili ya kuweza kukuangamiza. Lakini Israel ina kikosi maalum kabisa ambacho kinashughulikia masuala ya ujasusi wa kimitandao. Kikosi hicho kimepewa jina la Unity 8200 ambacho kinaweza kufanya masuala ya kuweza kudukua mawasiliano, kuhaki vitu mbalimbali. Lakini kikosi hiki cha Unity 8200 kiliweza kuhaki na kudukua mfumo wa mawasiliano ya Irani ambacho walitumia kirusi ambacho kinaitwa Stuxnet. Kwa njia hii Israel ina uwezo wa kushambulia kimya, lakini vile vile kuzima mawasiliano na kuharibu mtandao wa kijeshi wa adui yake. Lakini pia Israel ni kinara wa kutengeneza na kutumia ndege zisizo na rubani, drones, kwa upelelezi wa mashambulizi. Drone kama Heron na Eitan zinaweza kuruka kwa masafa marefu, kuchukua picha za upelelezi na hata kubeba makombora kwa ajili ya kushambulia malengo ya mbali. Zinatumwa kwenye mipaka na hata maeneo ya mbali kama Afrika na Asia katika operations za siri za kijeshi au kijasusi. Sasa jinsi gani ambavyo Israel inazidi kujiimarisha kwenye masuala ya silaha, kwa sababu ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kutengeneza drone zisizo na rubani ambazo zina uwezo wa kuruka masafa marefu, lakini vile vile kuweza kufanya upelelezi katika maeneo mbalimbali, lakini vile vile hata kuweza kushambulia kwa mlengo wa kulia. Sasa hapa naingia kwenye upande wa makombora. Israel ina makombora ya kisasa sana ya Jericho. Kuanzia Jericho 1 hadi Jericho 3. Jericho 3 linatajwa kuwa kombora la masafa marefu sana lenye uwezo wa kufika umbali wa zaidi ya kilomita 5000. Sasa ukifuatilia kwa makini, ukizungumzia umbali wa kilomita zaidi ya 5000 ni kilomita nyingi sana. Tuliona kwa Irani wana makombora ambayo yana uwezo wa kusafiri umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 2000, lakini Israel unaona hapa ana makombora ya Jericho kwenye series ya Jericho 3 kwamba yana uwezo wa kusafiri zaidi ya umbali wa kilomita 5000. Kilomita 5000 ni umbali mrefu sana. Hapa tunazungumzia masafa marefu, sio masafa ya kati, kwa sababu endapo unataka kujiimarisha zaidi kwenye masuala ya kiulinzi, masuala ya kijeshi, lazima uwe na silaha ambazo zina uwezo wa kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kuweza kumshambulia au kumwataki adui yako wakati wote na popote atakapokuwa. Sasa Israel ina sifa ya kuwa na makombora haya ambayo si mara zote wamekuwa wakiyaweka wazi au kuweza kufanya majaribio kadhaa, lakini kwa mujibu wa taarifa za kijasusi inasadikika kwamba Israel ina zaidi ya makombora haya mengi sana kwenye hifadhi yake ya silaha ardhini au kwenye maandaki. Kombora hili lina uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia na kufika sehemu nyingi duniani, likiipa Israel uwezo wa mashambulizi ya bara hadi bara.
hii ni moja ya makombora ya kisasa na ya siri zaidi duniani. Kwamba jinsi gani kombora hili linaweza kuruka umbali mrefu zaidi, kwa sababu lina uwezo wa kutoka bara moja kwenda bara nyingine pasipo kupata shida yoyote, tena kwa kutumia mtandao wa kisiri wa kimya kimya. Sasa hii inakuonyesha ni jinsi gani Israel bado kwenye masuala ya silaha ana silaha pia za hatari, kama ambavyo ipo katika nchi washirika wenzake, lakini vile vile hata katika nchi ambazo ni mahasimu kama Iran na nchi nyingine. Inaweka wazi kabisa kwamba Israel bado kwenye upande wa silaha naye yuko vizuri sana. Kuna madai kuwa Israel inamiliki au ina uwezo wa kutengeneza silaha za kemikali na kibiolojia, ingawa hilo halijathibitishwa rasmi. Kituo kiitwacho Ness Zion kinatajwa na wachambuzi kama eneo linalohusiana na utafiti wa silaha hizi. Maeneo haya huwa na ulinzi mkali na taarifa zake hazipatikani kirahisi, iwe ni kwa ajili ya kujilinda au mashambulizi ya kujibu. Uwezo huu unaifanya Israel kuwa na kizuiki kingine cha kiusalama dhidi ya adui yoyote. Sasa katika taarifa ambazo zimekuwa zikinyapiwa kwamba Israel ina uwezo wa kutengeneza silaha za kemikali, lakini vile vile silaha za kibiolojia. Hapa nikizungumzia kwa kutumia chemical mbalimbali ambazo zinaweza kuua kwa muda mchache, lakini vile vile kwa kutumia biolojia. Hapa nazungumzia science ya kinifu ambayo Israel ina uwezo wa kutumia kutokana na intelligence yake kubwa ambayo iko nayo. Vile vile wana watu ambao wana akili kubwa sana, na inasemekana kwamba Marekani wamekuwa wakiwatumia watu wa Israel kwenye masuala ya kiintelijensia kwa sababu ya uwezo wa ufahamu na utambuzi na ugunduzi na ubunifu ambao wako nao. Kwa hiyo kwenye hili masuala ya kutengeneza silaha za kemikali na kibiolojia, ingawa bado halijaweza kuthibitishwa rasmi, lakini kuna kituo kinaitwa Ness Zion kinatajwa na wachambuzi kama eneo linalohusiana na utafiti wa silaha hizi, kwamba wana sehemu maalum, sehemu special ambayo wanafanyia tafiti hizi za kina kabisa juu ya kuweza kuimarisha nchi yao, lakini jeshi lao kwenye masuala ya kiulinzi zaidi. Japo kwenye vitabu vya Biblia maandiko yaliipa Israel kwamba ni moja kati ya taifa ambalo lina nguvu kubwa sana, na ni taifa ambalo ni dogo lakini kwenye nguvu, kwamba Mungu alipa Israel nguvu kubwa sana. Japokuwa sasa hivi inaonekana kuna mataifa ambayo yana rise, yanakuwa kila siku, yanakuwa na teknolojia kubwa, yanaonyesha jinsi gani yana nguvu, lakini vile vile hiyo haijatosha kuweza kuwadhoofisha Israel kwamba irudi nyuma, kutokana na kile ambacho kwenye hata vitabu vya imani vimeainisha kuhusu Israel. Sasa mtazamaji wa Zone Media, huu ni uchambuzi ambao unazungumzia ni kwa jinsi gani Israel ina silaha zake hatari, lakini vile vile silaha hizi ambazo yuko nazo zimeweza zingine kuainishwa hadharani, lakini zingine bado zimekuwa kwenye mafichoni, tofauti na nchi zingine ambazo zimekuwa zikilaunch au zikitambulisha silaha zake yakiwa makombora hatari. Nchi kama Korea Kaskazini, nchi kama Urusi, nchi kama Irani wamekuwa na utaratibu wa kuweza kufanya majaribio ya silaha zake. Sasa mimi ni Victor Moshi. Karibu ungana nami kila siku kwenye uchambuzi wa habari mbalimbali za kimataifa, ili uweze kufahamu kwa kina zaidi juu ya masuala yote yanayoendelea kimataifa. Usisahau pia kusubscribe channel yetu kama bado hujaweza kusubscribe, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.